Serikali ya Iran imesema kwamba Marekani lazima ifidie Iran kutokana na uhalifu iliofanya. Iran imesema katika kipindi cha wiki iliyopita Marekani ilifanya shambulizi kwa kutumia ndege za B-2 ambazo zilifanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia karibia vinu vitatu, ikiwa ni pamoja na Natanz, Fordow, lakini pia na vinu vingine ambavyo vimeshambuliwa huko Esfahan. Hata hivyo, Iran imesema kwamba kutokana na kitendo hicho lazima Marekani iwajibike kufanya uadilifu wa kuweza kulipa dhidi ya kile ilichokifanya kwa maana ya uhalifu wa vinu vyake vya nyuklia. Tehran inajiandaa kuwasilisha malalamiko hayo katika Umoja wa Mataifa dhidi ya Marekani kwa kusababisha uharibifu wa majengo ya Iran. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran amesema katika mahojiano na televisheni ya Al-Mayadin. Said Khatibzadeh alisema Washington lazima iipe fidia Iran kwa kuharibu vifaa vyake. Alisema Iran itawasilisha malalamiko dhidi ya Marekani katika Umoja wa Mataifa wakati utawala wa Israel ukiendesha vita vya kichokozi dhidi ya Iran mnamo Juni 13 na kuyashambulia maeneo ya kijeshi, nyuklia na makazi ya watu ya Iran kwa muda wa siku 12. Marekani iliingilia kati na kufanya mashambulizi ya kijeshi katika maeneo matatu ya nyuklia huko Natanz, Fordow na Isfahan ya nchini Iran mnamo Juni 22. Vikosi vya jeshi la Iran vilifanya mashambulizi makali mara baada ya uvamizi huo. Kikosi cha wanaanga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kilifanya mawimbi 22 ya makombora ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel, ikiwa ni sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3 ambayo ilisababishia hasara kubwa miji kadhaa nchini Israel, ambayo ni maeneo mengine ambayo yanakaliwa kwa mabavu na Wayahudi wa Israel. Usitishaji wa mapigano ulianza kutekelezwa mnamo Juni 24, umesababisha mapigano hayo kusitishwa. Khatibzadeh alisema ni Marekani iliyotumia ujumbe kuhusu kusitishwa kwa vita. Naibu waziri huyo amesisitiza kuwa taifa la Iran liliuwekea irada yake utawala wa Kizayuni kwa ajili ya wapiganaji na kuilazimisha kuacha vitendo vyake vya uchokozi kwa upande mmoja. Wakati Marekani ilikuwa ikituma ujumbe kwa Iran kupitia njia mbalimbali, Tehran ilishikilia kuwa vitendo vya uchokozi lazima vikome kwanza kabla ya uamuzi wowote kuhusu kusitishwa mapigano, aliongeza. Khatibzadeh amesisitiza kuwa Iran haijafanya makubaliano yoyote ya kimaandishi na utawala wa Israel yanayoweza kuwa na vifungu fulani. Kinachotokea ni kusitishwa kwa uchokozi na Israel. Sambamba na hilo, Iran haitaanzisha makombora licha ya kuwa tayari wakati wowote, lakini pia itakuwa tayari kulipa kisasi ikiwa kutakuwa na mashambulizi yatakayofanywa na Israel wakati wowote. Kutokana na hilo pia wachambuzi wa mambo wamekuwa wakihoji imekuwaje kumekuwa na makubaliano yasiyokuwa na maandishi. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye yeye ndiye aliyezipatanisha nchi hizo, amesema hapo baadaye kutakuwa na makubaliano ya maandishi juu ya namna ya kuweza kuhakikisha kila mmoja anajua mipaka yake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini mpango mkuu ambao Marekani na Israel imekuwa ikiukataa siku zote ni mpango wa nyuklia wa Iran, ambao Marekani pamoja na Israel walidhani mpango huo ungeweza kusababisha nchi hiyo kuwa na makombora ya nyuklia na kusababisha hofu kwa nchi ya Israel, licha ya Israel kuwa na makombora hayo. Hata hivyo, Israel kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na hata mawaziri wakuu waliopita wanaamini kwamba ikiwa Tehran ingekuwa na makombora ya nyuklia, hakika ingeweza kuwa tishio, kwani kuna uwezekano ingeweza kufanya mashambulizi dhidi ya Israel wakati wowote. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.